Msemaji. Naam. Vipi hapo? Maridadi. Unashushia ushindi na uji? Na nyama ya chui na uji wa pilipili manga. Nyama ya chui tena? Yes, tumekula nyama ya chui leo. Chui mweusi. Chui mweusi tumemtafuna. Raha kiasi gani? Raha mpaka hapa. Katikati ya utosi. Kuna raha ya kushinda alafu na raha ya kumfunga Singida. Kumfunga Singida inatia raha vibaya mno. Kwa hiyo acha tujisikie raha. Kwa hiyo jana walivyosema kwamba mkiwafunga mtasherehekea, wako sawa sawa kumbe? Tumechukua alama 3, jambo la msingi kwenye ligi, lakini tumemfunga mtu ambaye sisi tunajua, nilikwambia tangu juzi, tangu jana. Singida ana mafungamano ya moja kwa moja na nani. Na hii mechi sisi tunajua tunacheza na nani dhidi ya nani. Kwa hiyo kupata ushindi mbele ya Singida, sisi tunayo furaha kubwa kwa sababu maumivu ya kumfunga Singida hayaishi kwa Singida tu peke yake. Wapo watu wengine wanaoumia na sisi tunafurahi hao wengine kuumia. Ambao ni wakina nani? Hao wajui mashoga zake na Singida. Wanazungumzwa? Pika pakua. Kwamba? Kwa leo wameumia wote. Uji hatari. Ushinde. Uji upo. Niongezee uji mwanangu. Upenda uji wanawe? Usiweke sukari hivyo. Umri ushaenda sasa hivi tuanze kupunguza kwa sukari. Leta interview mama. Nilikuwa nasema tu kwanza uji kumbe upo. Uji upo. Uji una hatari. Kwa hiki ni kilio cha wengi semaji. Sisi tumefurahi kupata ushindi. Ziko sababu nyingi ambazo zimetufanya tufurahi kupata ushindi. Sababu ya kwanza, tuna mechi 2 mtawalia hatujapata ushindi. Kwa hiyo kupata ushindi katika mchezo huu kwetu ni faraja. Kama tungepoteza ama tungepata sare, maana yake tungekuwa katika mechi 3 tumepoteza alama 6. Kitu ambacho ni kibaya sana kwa timu ambayo inawania ubingwa. Kwa hiyo kupata ushindi katika mchezo huu sisi kwetu ni faraja kwa muktadha huo. Lakini muktadha mwingine wa pili ni kwamba ushindi huu tuliopata ni ushindi wenye maana kubwa sana kwetu kwenye mbio zetu za kupigania ubingwa. Unapozungumzia miongoni mwa timu ngumu katika ligi kuu ya NBC, unaizungumzia vile vile na timu ya Singida. Sasa ukiifunga timu ngumu ya Singida, na jana nimemsikia mwalimu wao anasema wenyewe wanapigania ubingwa. Kwa hiyo tukifunga timu ambayo na yenyewe inapigania ubingwa, maana yake unapunguza maadui kwenye mbio za ubingwa. Lakini muktadha wa 3 ni kwamba tunafahamu mafungamano ya moja kwa moja yasiyokuwa, asante ndugu yangu, mafungamano ya moja kwa moja yasiyokuwa na shaka ndani yake, uhusiano wa karibu usiokuwa na longolongo wa aina yoyote baina ya Singida na timu ya Nyuma Mwiko. Sasa kumfunga Singida, unaamini kabisa Nyuma Mwiko watakuwa wameumia pakubwa sana, na pengine wanaweza wakawa wameumia pakubwa zaidi kuliko hata Singida, kwa sababu Singida kufungwa na Simba ni katika mambo ambayo unategemea kulingana na madaraja yalivyo tofauti. Lakini yuko mtu ambaye ameumia kwa 100% ambaye ni Nyuma Mwiko, na sisi kila baya la Nyuma Mwiko linatufurahisha. Kwa hiyo ushindi huu wa leo sisi lazima tufurahi pakubwa, kwa sababu yupo mtu ambaye ameumia na ameteseka kwa ushindi huu. Lakini hii unatoa salamu kwamba usikubali kutumwa kwa mtu ambaye yeye amemshindwa. Ndio maana ukaandika kwamba aliyekutuma alitushindwa. Aliyemtuma ametushinda. Huyu aliyemtuma sisi kwetu ameponea chupu. Asante refa. Ile Zanzibar. Alafu eti ajifanya anataka kumsaidia Singida atufunge sisi. Yaani wewe umeshindwaje alafu Singida aje atufunge sisi? Inawezekana? Hata sara singepata Singida mbele ya mnyama hii leo. Kuna muda nilikuwa na kuangalia semaji, naona ulikuwa una hali mbaya, pressure ilikuwa inapanda na kushuka, na kuona unaenda unarudi. Moyo wako ulikuwa unakuambia nini? Mechi ni ngumu na Singida wametupa mechi ngumu sana kusema kweli. Na mimi naomba, unajua tungekuwa tuna mechi kama hizi hata 5, 10 kwenye ligi, zingekuwa zinaongeza thamani sana. Unajua kuna mechi unakwenda, yani kifupi ni kwamba
kuna mechi zinapoteza mvuto kwa sababu mshindi unamjua kabla. Sasa mechi kama ya Simba na Singida ni mechi ambayo ina uncertainty, yani haujui kitu gani kitatokea. Inaongeza ushindani, inaongeza mzuko wa kufuatilia mechi kama hiyo. Kwa mechi ilikuwa ngumu, hasa pale baada ya Singida kurejesha goli moja lile, ngoma ikawa 1-1. Tumeingia kipindi cha pili, ngoma ikawa imenuna, pressure ikawa kubwa sana pale, lakini tunawashukuru na kuwapongeza wachezaji wetu, wakaonesha utulivu wa hali ya juu na hatimaye tukapata goli la pili na tumeondoka na alama 3. Umeonaje magoli yote Simba Sports Club? Magoli yetu yote ya leo yanafurahisha sana kwa Anicet Oura, sababu ndio star wetu hivi sasa. Anicet Oura, exactly, ndio star wetu hivi sasa Anicet Oura, na star wa timu anatakiwa afunge, acheze vizuri, assist, yani kila kitu afanye kwa ubora wake. Kwa hiyo kufunga kwake kuna muongezea confidence, kuna muongezea hali ya kujiamini, na muongezea ujasiri, kila kitu kinaongezeka positive. Kwa hiyo anazidi kuimarika na kufanya vizuri. Lakini goli la pili ambao ndio limepigilia msumari wa mwisho kwenye jeneza, hili ndio goli lenye thamani kubwa sana. Kwanza limefungwa na Elie Mpanzu kabisa. Wala Mpanzu amepitia changamoto nyingi sana hapo, za ndani ya uwanja, za nje ya uwanja. Amekuwa frustrated kwa kiasi kikubwa sana. Wapo watu ambao walijaribu kumtengenezea kastori kwamba anacheza vibaya, anacheza chini ya kiwango kwa sababu anaenda timu nyingine. Kwa hiyo ikawa anapitia kipindi kigumu kweli kweli. Lakini hii leo goli ambalo amelifunga, ukiachilia mbali ni kwamba goli la ushindi kwa Simba Sports, lakini ni goli ambalo limemrejeshia confidence kwa kiwango cha hali ya juu sana. Ni goli ambalo kwanza limeiokoa Simba, lakini kwake yeye ni goli la maisha. Ni goli ambalo ni kama mtu ambaye alikuwa hoi, alafu ukampa drip ya glucose, anapata energy mpya. Kwa hiyo kwa Mpanzu goli hili limekuwa ni muhimu sana kwake, kwa sababu sasa tutegemee kumuona Elie Mpanzu ambaye tunamfahamu. Binadamu yote huwa anahitaji turning point, sehemu tu ya kunyanyukia. Sasa Elie Mpanzu tayari amepata sehemu ya kunyanyukia, lakini nyuma ya Elie Mpanzu pasi imetolewa na mwamba wa Lusaka, Clatous Chota Chama. Mtaalam, chukua mali ile, akaondoka nayo, akafinya wa kwanza, akafinya wa pili, kuna mtu akaja kijingajinga akamfinya tena, alafu akaichop nyuma ya migongo ya mabeki. Mpanzu alikotokea sijapaona. Ni kama tayari kachukua mali, kapiga hatua ya kwanza, Metacha Mnata amekuja akaiweka vizuri, kamba moja ya maana kweli kweli. Sasa Chama ametoa pasi ile, ni pasi ya akili kweli kweli. Pasi ile namna ambavyo ameitoa Chama. Kwanza unywe uji, meze kidogo namna hiyo. Uji na pilipili manga umenyoka. Unakuasha vizuri? Na niwasha? Sasa pilipili sinawasha au pilipili nafanya? Mwanaume hawashwi. Anafanyaje? Inachangamsha. Wewe kuwashwa mchezo ni kwa hiyo imekuchangamsha pilipili manga. Lakini Chama amekuwa mchezaji bora wa mchezo. Amekuja kuwaambia Chama, watu wa Singida, kwamba mimi ni bora, na ubora huo na uonesha katika ardhi yenu hapa. Amefanya kazi yake kwa utulivu wa hali ya juu. Mnyama ameondoka na alama 3 yena. Urudishe nyuma kidogo, tulizungumzia kuhusiana na goli la Elie Mpanzu, lakini kuna shabiki alijitokeza akasema kwamba anatamani kumuona Elie Mpanzu. Nilizungumza naye mimi, akasema ana zawadi yake 50,000. Kwa bahati nzuri nikazungumza na Chiko, akasema tuje naye hapa na amemkabidhi 50,000 kama zawadi. Hii inakuwa ina maana gani kwake, kwa nyakati zote ambazo amepitia? Leo amefunga goli, lakini kutokea shabiki na kumpatia zawadi. Kwanza Mpanzu lazima atambue kwamba tunampenda. Mashabiki wa Simba tunampenda, na kwa mantiki hiyo yeye jukumu lake ni kufanya kazi tu. Mapenzi yako juu yetu, na huyo ni mmoja tu. Wapo watu wengi ambao wanampenda Elie Mpanzu na wanawapenda wachezaji wa Simba Sports Club. Hii ndio timu ambayo watu wake wako real na watu wao. Ni mmoja, unaona nilivyoshangiliwa
Nimeona ninayo ile. Nimerekodi ile ninayo. Nimeshangiliwa mama. Sana semaji. Nimeshangiliwa. Sasa ulikuwa kama ninja fulani unaenda kama kininja hivi nikuona. Sinyapara. Lakini leo umefaa bwana jela. Leo bwana jela. Ni mapenzi ya watu na vitu vyao, na sisi wachezaji wa Simba wote tunawapenda. Wenyewe jukumu lao ni kufanya kazi tu. Alafu wataona ni kwa namna gani sisi tuna mapenzi makubwa na wao. Lakini kwake sasa inakuwa ina maana gani zaidi? Mpanzu kapitia magumu sana. Mpaka kuna wakati ikanibidi mimi niingie vitani kumtetea Elie Mpanzu baada ya watu kutaka kumfrustrate makusudi, kumchanganya makusudi. Na tunamshukuru Mungu ameonyesha ukomavu wa hali ya juu na ameanza kurejea kidogo kwenye ubora wake, na tunaamini goli la leo alilolifunga litamuongezea confidence zaidi, kwa sababu ni goli ambalo limempa heshima yeye na limeipa heshima Simba na ameiokoa Simba Sports Club. Nixon Kibabage leo tuliona amepata changamoto pale, vipi ripoti yake ikoje? Wanampiga Sio Nixon Kibabage. Tunawekaje? Yule anaitwa Jordi Alba. Wewe usiniambie. Ambia. Kwa nini? Unajua ni basi tu mambo ya riziki, lakini Nixon Kibabage ni klasi ya Ulaya. Kwa nini Ulaya? Ni ngumu mno kupata mchezaji wa daraja kama lile katika nchi za Afrika. Ni very rare, very rare. Ndio maana nakwambia yule kama ingetokea amezaliwa kwa mfano nchi fulani hivi za kina Senegal, Ivory Coast, yule alikuwa ni mtu wa Ulaya moja kwa moja. Kumbe quality yake, commitment yake, hali yake ya kujitoa na kujituma. Ogopa mtu kapasuka hapa, anawekwa bandage, anarudi uwanjani kwenda kuipambania timu yake ya Simba Sports Club. Na Kibabage anacheza Simba, anacheza kwa mapenzi. Unajua kuna watu hawajui kama Kibabage ni mpenzi wa Simba. Achilia mbali kazi, si wanasemaga mchezaji hana nani? Hana timu. Sasa Kibabage ni shabiki wa Simba. Ulijuaje? Unavomuona pasi milioni ndio Kibabage hivyo unavomuona. Unavomuona Mzaramo ndio Kibabage hivyo. Ni mtoto wetu wa nyumbani. Kwa anapocheza Simba anacheza timu ya baba yake mzazi au mama yake mzazi. Ndio maana unamuona anajitoa, anajitosa, anapambana kuipambania Simba. Lakini tazama ubora wake. Na anatengeneza combination fulani ya hatari hivi na Anicet Oura. Anasogea mbele kwa ajili ya kutengeneza mashambulizi. Kibabage tumepata mtu. Yule ni Jordi Alba, nakwambia. Nenda kamtazame Jordi Alba akiwa kwenye ubora wake. Tofauti yake na Kibabage itakuwa ni jina tu, lakini standard na quality ni ile. Nakwambia. Nilikuwa nawasikia wana Simba jukwani, lakini pia hata wengine ambao sio wana Simba wanasema bwana Simba kama sio wenyewe hivi, kama wanasema sasa ile gari kuwaka sasa hivi limepitiliza. Timu yetu of course ina mabadiliko makubwa sana, na haya yote yamepatikana dirisha dogo la usajili. Kwanza ujio wa mwalimu Steven Becker ukapelekea timu yetu kupata momentum mpya. Baada hapo tukafanya usajili wa hatari sana. Unajua wanasemaga usajili kamari sio Simba Sports. Mnapatia tu kwenye dirisha dogo. Safari ya kuna kamari, au kama ni kamari basi tumekula sisi. Imagine unamsajili Jibril Kasari, mlinda mlango top golie. Tangu amekuja mwezi wa 8 ndo kafunga, tangu amekuja mwezi wa kwanza ndo kafungwa leo goli lake la kwanza katika ligi kuu ya NBC. Unamsajili Libase Geye top man kweli.
Unamsajili Anicet Oura top man kweli kweli. Unamsajili Mwamba Lusaka top man kweli kweli. Unamsajili Nixon Kibabage top man kweli kweli. Unamsajili Baraka Mwangosi top man kweli kweli. Msigune. Kuna mtu kwani ameguna? Wewe hapo. Baraka Mwangosi kuna mtu ameguna? Umeelewa eh? Sasa unafanya usajili wa wachezaji 6. Anaitwa Haaland, nimekumbuka. Haaland mtupu. Haaland mtupu, tofauti rangi na nywele za kufuga. Baraka Mwangosi. Mwangosi huyo. Sasa unasajili wachezaji 6 dirisha dogo la usajili, alafu wote quality. Wote wanakuja kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Wote wanakuja kuichachua na kuibadilisha timu kiufundi. Sasa hapo ndipo ambapo amko la Simba lilipotokea. Na ndio maana naona hivi sasa mashabiki wa Simba wanajiamini kweli kweli na wana raha kweli kweli kwa sababu timu yao imekamilika. Ukipangwa mziki pale, washabiki wanajua kabisa asipofanya madhara Libasegeye atafanya Anicet Oura. Nisahau kumtaja Innocent Lowemba. Naye ameingia humo. Kwa hiyo mashabiki wa Simba hivi sasa wana imani kubwa na timu yao kwa sababu ya ubora huu ambao umeongezeka, na sisi tunawapongeza sana viongozi wetu kwa kuwa na jicho la kufanya usajili wa watu. Dirisha dogo si mchezo. Dirisha dogo ni katika dirisha gumu. Nimesahau nani, Ismail Toure. Kweli mnao wengi. Umeliona aliye Mwili Juma? Umeona ule utulivu wake? Kasoro wapangaji. Mwili Juma kasoro wapangaji. Na ile combination ya Rushain Rock pamoja na Ismail Toure. Nye Simba hii itatuua kwa raha nakwambia. Yaani unajua hii Simba hii unaweza ukafunga usifuturu na usisikie njaa nakwambia. Semaji? Nakwambia. Kwa mfano tumetoka pale uwanjani. Hakuna mtu anasikia swaumu wala njaa. Ila Maboko pia kaniambia hivyo. Kila mtu anajisikia raha tu, yani mwili wako kama vile upo kwenye barafu. Kila mtu anajisikia raha tu. Yani Simba kwa kweli bwana. Na vita sisi ndio kwanza imeanza. Tuna gap la alama 5 lakini tunao uhakika gap hili tuna uwezo wa kuliyeyusha mithili ya theluji inavyoyuka katika mlima Kilimanjaro. Unaona watu wana haha sasa hizi. Mara twende huko, mara Tabora, mara Kigoma, mara Dodoma. Hiyo yote ni mhaho baada ya kumuona mnyama anakuja kwa kasi. Yaani tunawapumulia kwa nyuma kwenye msimamo pale. Kwamba wanaogopa. Wana mchecheto. Kwa imara wenyewe wanasema kama chuma. Maridadi. Mtu imara anaogopa uwanja, mtu imara anachagua uwanja. Wanasema washabuki kila kitu. Wapi? Ndege ya Tabora. Ya lini? Mambo saka na ndivyo sivyo. Wenye waache wanengeneke wanavyonengeneka. Waache wafanye wanavyofanya. Lakini mwaka huu ni bampa kwa bampa. Ukiweka mguu, weka kichwa. Chuma, weka nondo. Mwendo mnauishi ubaya ubwela. Mwaka huu mpaka hatima ifahamike. Ambao ni ipi hatima? Ubingwa insha Allah. Simba Sports Club. Simba Sports Club, taifa kubwa. Umeongeza na taifa kubwa sasa hivi. Jina letu hilo, taifa kubwa. Sisi tuna majina mengi. Tuna taifa kubwa, tuna Msimbazi, na Wekundu wa Msimbazi, kuna Simba Ulaya, sisi hao. Lunyas baada ya mechi kuisha. Nimeenjoy sana. Naona viongozi wa Singida wanaondoka uwanjani kichwa chini. Nikasema dawa imewaingia. Hawakutegemea. Wengine walikuwa wako sawa. Kuna wengine naona tu wako kawaida. Lakini kuna bwana mmoja nimemwona kaumia. Sijui ni makamu mwenyekiti yule. Nani? Sio. Yule alikuwa anacheka tu. Kuna ndio sio wawe. Kaumia. Mosi hivi bwana. Yaani Kasano. Ni Kasano Sio sasa sijui unamzungumzia nani ambaye mimi sijamuona. Kaumia yule kaka jamani. Yaani kwanza mechi imeisha, hajanyanyuka kwenye kiti. Mimi niko na mzoom tu. Muda wote. Amekaa.
Mechi hujaiona? Nimeiona. Unazomu watu? Si niko nao mechi mesha amekaa kwenye kiti namna hii. Utafikiri anasikilizia msiba. Baadaye ananyanyuka, haangalii mbele, anaangalia chini. Nikasema dawa imemwingia. Hiyo ndio Simba Sports Club. Na huyo ndo jana alingangania kubaki uwanjani wakati sisi tunafanya mazoezi. Angalia mnachokifanya. Angalia tunachokifanya. Nikamwambia wewe nengeneka tu. Msumari utakapokuja kuingia utatafuta pa kuutolea. Tumewafanya vibaya. Na maumivu yake yule nilivyoyaona sio kwa sababu Singida imefungwa. Ila nadhani alikuwa na mission yake. Imefeli kwa kufikiria. Dunia moyo wa mtu kichaka. Ila alivyoumia kusema kweli mimi nimefurahi sana. Nimefurahi sana. Yaani pale ningekuwa na na kiberiti unamuwasha ili alipuke. Kwa muuaji kumbe. Si ana hasira kwa hiyo anachemka. Pa ukiweka tu kiberiti hivi. Hii ndio Simba Sports Club Jane Kishai. Naona mnawasha moto. Tumeamka sasa hivi. Tumeamka. Tutaki unyonge. Tunafanya kila tunachoweza kufanya kilichokuwa halali, tutimize malengo yetu. Baada ya hapa sasa mipango ikoje? Baada ya hapa kesho Mungu akijalia tunakwenda Arusha kwenda kucheza na TRA. Tumemaliza dabi 3. Dabi ya kwanza Dodoma. Kumbe ni dabi pia ile. Dabi mdau mkubwa wa Dodoma yupo kwenye bodi ya wadhamini wa nyuma mwiko. Kwa hiyo ni dabi. Tukaja dabi yenyewe sasa. Ya Zanzibar. Tumekuja dabi ya 3 hii. Mdau mkubwa wa Singida yupo kwenye bodi ya wadhamini wa nyuma mwiko. Kwa dabi hizo 3 hizo zimefululiza. Tumemaliza dabi hizo na sasa tunaelekea zetu kucheza na TRA. TRA yao wenyewe hawana mashaka ya nje ya uwanja, wenyewe hawana makando. Hawa TRA bodi litapigwa. Na uzuri ni kwamba ugumu wa TRA tu ni kwa sababu wana mwalimu technician sana. Wana mwalimu fundi kweli. Ana uwezo wa kubana mchezo na ukawa mgumu. Etienne mimi namuogopa na namheshimu sana. Na of course ana watu ambao wanaweza wakasimamisha shilingi vizuri. Wakina Dennis Nkane maskini kadhulumiwa tu. Kadhulumiwa? Katolewa nyuma mwiko afu kaingizwa yule mtoto Uganda ana lolote. Si bwana angebaki Nkane tu. Ananiokelwa na lolote? Sijasema jina la mtu mimi. Nasema kutoka Uganda ndio yeye katoka Vipers. Kuna mwingine pale si? Naona fuatilia. Si yuko Gift yule naye atoka Uganda. Gift gani? Yuko mtu mmoja. Saa hizi kuna mchezaji pale anaitwa Gift. Kwa hiyo kuna mechi na TRA of course itakuwa ngumu sana kutokana na ubora wa TRA wenyewe, lakini sisi tunaamini tutakwenda kupata matokeo mazuri. Tunaendelea na kampeni yetu ya Triangle 9. Tayari tumeshaianza, tumechukua alama 3. Triangle 9 ni Singida, Arusha, Mwanza. Kwa hiyo tushachukua 3 za Singida, tunakwenda TRA, tukitoka hapo tunakwenda kumalizana na Pamba, mnyama anarejea nyumbani kuendelea na maisha mengine. Ratiba yenu unaona iko sawa sawa? Haina shida. Sisi ni wapambanaji. Kwa hiyo hatuna muda wa kuanza kudiscuss sijui nini. Utakaa sana mikoani sasa hivi. Ndo ligi zilipo huku na sisi hatuchagui uwanja wala tufanyaje. Sisi ukituambia Kigoma tunakwenda. Ukituambia na hiyo mechi ni Tabora tunakwenda. Bana hii mechi itapigwa katikati ya Tanzania na Burundi, tunanyanyua Goma tunakwenda. Yaani sisi tuko namna hiyo. Sisi kazi yetu ni kucheza mpira tu. Sio kuanza kuchungulia huko watuendi huko. Sisi tunacheza bana. Hapa bana tukiambiwa na mechi ya TRA haiko Arusha, iko Mtwara, basi ananyanyuka hapo anakwenda anachukua tiketi za ya Tanzania safari. Kwa hiyo sisi tuko namna hiyo, tunapambana kwa namna hiyo bana. Nataka niwasindikize Singida na wimbo mmoja unaitwa Wanaona Haya. Wapi twende? Wanaona haya wamefanywa vibaya. Unaitikia sasa. Hao wazomeni, hao wacheke. Kusaidie Mringo hapo kule, mimi usinichote ubaya. Mringo, msaidie semaji tasikika tu. Wanaona haya wamefanywa vibaya.
Itikia basi, hao wachekeni, hao wazomeni. Kumbe ndio wanavyoitikia hiyo. Sio mbaya, watakao wameshaielewa ndio umeamua wasindikize na hiyo. Itikia basi hata kidogo tu. Haya basi, wanaona haya wamefanywa vibaya. Basi itikia hata moyoni tu. Haya, wanaona haya wamefanywa vibaya. Kwa nini itikia hata moyoni? Ndugu zangu nisaidieni huko kuitikia. Tumewafanya vibaya. Hii ndio Simba Sports Club Jen Kishai. Simba ameamka wewe sasa hivi. Ati Singida anataka kutusimamisha sisi unatusimamisha shilingi sisi. Ulikuwa na dukuduku lako. Sasa hivi unalitoa. Password zako unazitoa. Sisi. Lakini umeona walipokuwa na ganga leo Wamepambana. Wanapambana Basi kaangalia mechi yao walocheza na kaka zao. Utafikiri malede. Sawa, mechi ya Singida na Yanga ulisema ilikuwa kama kombolela. Mechi ya Singida na Simba ni kama vita Irani na Israeli. Bas. Kwisha. Kwa leo uzitoe sasa hivi. Afu bwana Jela hujaiona yeye? Nimeiona bwana Jela, sio nikasema bwana Jela tupe. Bwana Jela ilikuwa nyapara ile nyingine. Leo bwana Jela unaendeleza ulipoishia. Ndio wale wamoja. Ndio wale wamoja. Kwa hiyo ukitoa nyapara unapiga bwana Jela. Bwana Jela ndio mimi bwana Jela. Nimekuja kufanya ubaya wangu hapa. Watoto wadogo bado wananuka maziwa, watusumbue sisi taifa kubwa. Nilichopenda leo semaji 90 kwenye mpira wa nchi hii. Tusumbuliwe na hii timu kila siku inafanywa kipaimara, leo hembalishwa jina, kesho hembalishwa jina. Nilichopenda leo semaji tumezungumza umetulia, yani kwa utulivu kabisa. Kumbe unaweza rafiki yangu, nikupongeze. Hongera sana. Leo umetulia kama maji kwenye mtungi, yani unaongea vizuri kabisa. Hapa naumwa. Unaumwa leo? Unaumwa nini? Basi tu maradhi. Wewe unaumwa? Unakuta nimechangamka hapa. Tungekuwa tushafanya interview kutoka hapa mpaka na Manyoni. Na dunda. Mwani tukuombea au uwezo ukasema unachoumwa? Wewe jiombee mwenyewe. Mwenye maisha yako magumu. Wewe nijiombee mwenyewe. Basi sawa, ina shida. Nakushukuru. Nimeridhika. Napata interview nzuri. Nimepata interview nzuri. Nikushukuru au nisikushukuru? Nishukuru. Ile nikimaliza niende zangu. Nishukuru. Asante sana. Mniombee niendelee kudumu Simba Sports. Asante sana, tunakuombea semaji uendelee kudumu Simba Sports Club kwa sababu tunaamini kwamba wana Simba wanakupenda sana kutokana na kazi yako ambayo unaifanya. Na mimi ni miongoni mwa waandishi wa habari ambao huwa nakutana na wadau mbalimbali wanazungumza mazuri ya kwako wewe unayofanya ndani ya Simba Sports Club. Na sina baya. Una baya? Katafute. Na tuchukue ubingwa mwaka huu. Tuchukue ubingwa mwaka huu. Nimemkodi semaji? Vasco da Gama nikikufanyia interview anasema nimekukodi. Yes, unanimudu. Kakaangu mtaalamu kabisa. Ni kakako Basi haya. Vizuri. Ratibu wa Simba Sports Club. Ana ndugu hiyo. Ana ndugu? Semaji wewe na usiku mwema Kisikia ainaga ushemeji. Ndio basi.